hauwezi kukaa mbinguni, na mwili wa mbinguni hauwezi kukaa duniani. Pigie Yesu makofi ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Biblia ikasema nasi tutabadilishwa. Wiki iliyopita tulijifunza kwamba kuonekana kwake Yesu Kristo katika mawingu wakati wa unyakuo, sisi tuliosalia tutabadilishwa. Amen. Tutavaa mwili mwingine usioharibika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Wangapi wanafahamu kwamba Enoko alinyakuliwa? Hakuna kaburi la Enoko. Bwana asifiwe sana. Wangapi wanajua kwamba Elia alinyakuliwa? Hakuna kaburi la Elia. Yesu asifiwe. Kaburi la Musa tunajua kwamba Musa alikufa, ndivyo sivyo? Na alizikwa. Lakini Henoko, lakini Elia, yumkini na wengine wengi ambao hatuwajui, labda Biblia haikuandika kila kitu. Inawezekana kuna matokeo mengine Bwana aliyofanya kabla hatujui. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo nataka kidogo kwa sehemu ufahamu namna ya maandalio ya kupokea mwili wa mbinguni. Haleluya, haleluya. Watu wengi wanafikiri vibaya mno, na kanisa linafikiri vibaya mno. Linafikiri kuwa na mwili wa mbinguni itakuwa ni kama muujiza tu. Sio hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mwili wa mbinguni huwa unafanyiwa maandalizi ya kuvikwa. Wangapi wanajua kwamba Yesu ni roho? Biblia inasema Mungu ni roho, si ndio? Mungu ni roho. Haleluya. Kwa hiyo kama hii miili ya mbinguni ipo, hii miili ya mbinguni tunaanza kujiandaa kuipokea, na inaanza kutengenezwa kwenye maisha yetu kungali mapema. Ule ufunuo wa mwishoni, kama ufunuo aliyofanyiwa Elisha akaona ni mwishoni, lakini tukio lililotokea kwa Elia liliishi kwa Elia muda mrefu ili litukie. Piga Yesu makofi. Haleluya. Tukio la Henoko ili abadilishwe kama tulivyoona avikwe mwili mwingine, kabla ya kufunuliwa kwa tukio lile, Henoko aliandaa namna ya kuwa na mwili wa mbinguni. Na ndio maana Roho Mtakatifu haonekani kwa macho, haonekani kwa sura, lakini anapoleta kao kwenye mtu, maana yake anaanza kumfanyia mtu maandalizi kuwa roho. Pige Yesu makofi ya kutosha kama unaelewa. Haiti kimuujiza. Ule muujiza unaotokea pale mwishoni ni kwa sababu ya maandalio ya muda mrefu ya yaliyoandaliwa kutukia au kutengeneza lile tukio litukie. Bwana akupe neema ya kuandaa mwili wa mbinguni kwa jina la Yesu. Pokea neema kwa jina la Yesu Kristo. Na ndio maana si wote watakaonyakuliwa na kuvikwa miili ya kwenda mbinguni. Wapo watakaobadilishwa wakavikwa miili ya kwenda jehanamu, na wapo watakaobadilishwa wakavikwa miili ya kwenda mbinguni. Na hivyo maana nakwambia haya ni maandalizi. Wapo wanaofanya maandalizi ya kuvikwa miili ya kwenda jehanamu, na wapo wanaofanyia maandalizi ya kuvikwa miili ya kwenda mbinguni. Haitawezekana akafanyiwa mtu maandalizi ya mwili wa kwenda mbinguni akaenda jehanamu. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtu wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa kanisa linalenga likifikiri kwamba mwili wa mbinguni utaupokea mwishoni tu kama muujiza umeenda. Unafanyiwa maandalizi. Bwana akupe neema ya kuandaa kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu hangekuwa na sababu ya kuja huku kama hakuna maandalizi ya mtu kuvikwa mwili wa mbinguni. Angesubiri ile wakati wa mwisho akamwandaa kwa zile siku.
Lile tukio la mwisho ni ukamilifu wa kitu kilichokuwa kinatengenezwa. Bwana akupe kutengenezwa mema kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hii mwili wa roho hutengenezwa kwa neno la Mungu, kama ambavyo lozi na wachawi wanapoingia kwenye uchawi wao wanatengeneza kwa matamko yao, kwa makafara yao, kwa mifumo yao, kwa namna zao wanazozitengeneza, mpaka mwili wa roho unatokea na mtu anakwenda kuzimu anarudi. Kadhalika watu wa mbinguni wanaandaliwa kwa namna hiyo. Haleluya! Roho Mtakatifu anapokuja kwako, anaanza kufanya maandalio ya wewe kukamilishwa kwa kuwa na mwili wa mbinguni. Na ndio maana tunaambiwa enendeni kwa roho. Haleluya! Enendeni kwa roho, kwa maana kwa roho ndiko kuna mwili wa mbinguni ambao haufai kuharibika. Kidogo ni ugumu, lakini Bwana akupelea. Muda wa neno kutengeneza mwili wako wa roho ni sasa. Narudia tena kipengele hiki. Muda wa Roho Mtakatifu kutengeneza, muda wa neno la Bwana kutengeneza, au Roho Mtakatifu kutengeneza mwili wako wa mbinguni wa roho, mwili wa roho ni sasa. Mtu wa rohoni, mtu wa rohoni, ukisikia mtu wa rohoni, ukisikia mtu anasema mtu wa rohoni, ndiye anapokea mwili wa kimbingu. Bwana Yesu asifiwe. Huwa nje tutauvua. Nazungumzia nyakati za na maandalio yake. Jiandae kwa kurudi kwake Yesu, lakini jiandae kwa kuvikwa mwili mpya utimilifu. Unapoingia kujifanyia maandalizi, kuna vitu vinavyotakiwa uvifanye. Kila mtu ana mwili wa rohoni, kila mtu ana mwili wa rohoni. Kuna mtu ana mwili wa rohoni kwa giza, na kuna mtu ana mwili wa rohoni kwa nuru. Kwa mfano, kuna watu leo ni Freemason wamejitoa kabisa kwamba sisi ni waabudu shetani. Maana yake anaandaa mwili wake wa rohoni katika giza. Bwana Yesu asifiwe. Nina wasiwasi kuna roho mtakatifu wa shetani, lakini sasa hata hiyo roho mtakatifu, ila kuna roho inayotenda kazi kama Roho Mtakatifu. Inaweza kuingia kwa mapepo, na maana ni roho fulani la giza ambalo lenyewe ni kama hivi Mungu alivyomtuma Roho Mtakatifu kumwandaa mwanadamu kupokea mwili wa mbinguni, basi na lipepo limeletwa limtengeneze mwanadamu kumwandaa kwa mwili wa kuzimu. Shetani hufanya hivi, na ndio maana leo wapo watu wa aina, anaonekana kama mtu lakini si mtu wa kawaida. Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa nataka tuangalie dalili ambazo zinatusaidia kutazama kujiandaa katika mwili wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ahusike kuandaa maisha yako kuvaa mwili wa mbinguni. Lakini kwa vile tunazungumza siku za mwisho, tutazame dalili ili kama kuna kitu kilichofemea, kilichosalia wewe kujitengenezea nguvu mwili wa mbinguni, basi ufanye kuanzia sasa. Tutazame kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 6 wa kwanza mpaka wa 6. Kuna dalili kadhaa nataka tuziangalie kwenye maandiko. Tuko karibu sana, Yesu anarudi, lakini kanisa limelala mno. Kanisa liko usingizini, lakini Bwana akupe kuwa macho kwa jina la Yesu. Amen. Tusome waraka wa pili wa Petro sura 3 mstari kwanza mpaka wa 6. Tasoma kwa jina la Yesu. Ndiyo. Kitabu ni waraka wa pili wa Petro 3:1. Wapenzi, waraka huu ndio wa pili niwaandikiao ninyi. Ndiyo. Katika zote mbili naziamsha nia zenu safi.
anaamsha nia zetu kwa nyaraka hizi. Endelea. Kwa kuwakumbusha, ndio mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa zamani na manabii watakatifu, na ile amri ya Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mitume wenu, mkijua kwanza neno hili, ndio ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na ziaka za watu wenye kuzihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, ndio na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Maana tangu hapo babu zetu walipolala, ndio vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Maana hufumba macho yao wasione neno hili, ya kwamba zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanywa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Ndio kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligharikishwa na maji ikaangamia. Ndio niendelee mpaka 6 mwisho. 6 imefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Hapa unaona kuna vitu viwili vinatamka. Kitu cha kwanza ni tamaa na cha pili ni dhihaka. Petro analiasa kanisa kwa kuliambia nyakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anaanza kuliasa kanisa akilikumbushia nyakati. Analiambia kumbukeni. Kumbukeni wakati wa zamani. Manabii ilikwambia tembea na unabii, lakini tembea na nyakati za kukamilika kwa unabii. Anasema kumbukeni nyakati zilizopita. Manabii walizizungumza nyakati hizi, ya kwamba wakati wa kurudi kwake Yesu kukikaribia, kuna mambo makubwa yatatokea. Ijapokuwa ni mengi yanakwenda kutokea, lakini kuna mambo mengine makuu mawili yatatokea. Ya kwanza, watatokea watu na dhihaka zao, wakiwadhihaki watu wanaomsubiri Kristo, kwamba iko wapi hiyo ahadi ambayo Bwana wenu aliwaambia atakuja. Kwa maana tangu zamani za kale vitu vyote vinabaki kama vilivyo, lakini Biblia inasema, Mtume Petro anazungumza, anawaambia, lakini watu hao ni wamefungwa ufahamu, wasifahamu ya kwamba dunia ya kwanza ilipita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanakuja na dhihaka zao. Leo hii wapo watu hata kwenye mtandao wanaosema hakuna mwisho, hakuna kiama cha wafu. Wangapi wamesikia? Na wengine wako na makanisa, wako kwenye makanisa, ni madhehebu yamesajiliwa, wanasema hakuna kiama cha wafu, manake hakuna mwisho wa dunia. Ndio hawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaosema haipo, maana ahadi ya Bwana ilisema itatimia, mbona haikutimia? Kwa hiyo hakuna hiyo. Tuendelee kutesa na kutanua. Wapo watu na wako kwenye makanisa leo. Sina haja ya kuyataja, lakini yapo na nini. Maana yake hii nini? Ni unabii unaotimia kwa saa hii.